JPS Online TV, kwa pamoja tukupashe. Yes sir, ebana, what's up my man? Pamekucha, siku ya mapambano kwa wanaume kusaka ile mradi mkono uende wapi kinywani. Na sisi katika zile kuhaso ama kutafuta zile content za mtahane zimetuleta kwake star wa hapa kwetu. Tuseme kwamba kwa movie za comedian ni Gatuso Anyanga, mmoja wapo wasanii ambapo wanatisha zaidi kwa maeneo hapa kwetu, akitamba na movie yake ambapo inaitwa kwa jina la Sasampa, ambapo ilifunga mwaka, au sio? Tunakwenda kuishi naye kwenye yale mastori ya kila siku. Kwenye mic hapa ni Kudra naongea, behind the camera kepo my big brother Bowazi, bila kumsahau pacha wake Kevin ukimwita Soweto. Hujakosea, tunaenda kama hivi. Nakwaje kaka? Mimi niko poa. Habari asubuhi. Namshukuru Mungu. Leo imeanzaje kwanza? Siku ya leo ni nzuri. Inaonekana itakuwa nzuri zaidi kwa sababu inapendeza. Inaamka na mazingira mazuri, kwa hiyo siku ya leo ni nzuri. Kama kauli za kila siku kwa kila mwanadamu wanasema kwamba siku njema inaonekana asubuhi, na kwa kumesema kwamba siku njema hii kama siku ya leo hapa imeshaonekana kuna mazuri ambapo itakwenda kupatikana, au sio? Ndiyo. Lakini ningetaka kujua kwanza kazi zinaendeleaje? Ya, kazi ziko vizuri na tunapambana tu kidogo kidogo, ila sio sana. Sana. Lakini naona sasa hivi hapa movie imekuwa na watu wanakuwa wanachukulia kwa ukubwa ama kwa serious kidogo, kwa serious mkubwa kabisa. Labda pengine kwanza tungetaka kujua kwa upande wako, naona kwa waigizaji wetu tungefanya kitu gani ili mradi tuonekane kama wasanii wa mjini? Ya, ni kupambana tu, unajua bidii na juhudi ndio inafanya mtu anafanya kitu kikubwa. Kwa hiyo ukiwa unafanya kitu kwa kuangalia fulani ngimirumbea hapo nani tabani. Kwa hiyo ukiwa unafanya kitu kwa kuangalia fulani amefanya kile, pale alipofanya mimi sitoweza kufika. Kwa hiyo unajirudisha nyuma, na hizi kazi za sanaa hata una kitu inabidi ujiweke kama unacho hicho kitu. Kwa sababu ufanye kitu ambacho kitakuwa na ubora, ufanye kitu ambacho kitaonekana na gharama mbele ya macho ya watu, licha ya kwamba ukifanyia gharama sana, lakini kionekane kwenye kionekane kwenye gharama. Lakini ningetaka kujua kama waigizaji hapa kwetu, kwa gisi ambavyo mnavyoandaa movie zenu, mnaandaa movie ili mradi tuone kwamba inapofika mwisho wa mwaka upate tunzo, ama tunafanya ile kwenye kusaka mone, ama tuonekane kama waigizaji wa hapa kwetu wa Kibembe? Tunaandaa movie sisi sio kwa sababu ya tunzo mwisho wa mwaka, hapana. Lakini kwa ubora wa kazi ambazo tumezifanya ndio unatufanya sisi tunapata zile tunzo mwisho wa mwaka. Lakini hatuandai kazi kwa sababu ya kupata tunzo, hapana. Mwisho wa mwaka kwa sababu ya tunzo ndio niandae kazi, hapana. Ningetaka kujua kwanza, tunzo kwenye upande wa msanii yoyote ule, twende kwenye movie ama kwenye muziki, ina nafasi gani kwanza kwenye sanaa ya msanii? Ina nafasi kubwa na inamtengenezea msanii heshima, na kuona kazi ambazo amezifanya kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka ndio zimekuja kumpatia ushindi, na maana zinamtangazia heshima yake msanii tunzo. Tunaona mwaka jana hapo ulitokea kwa comedian wa kwanza hapa kwetu kupata tunzo, lakini kwa mwaka huu imekuwa ndivyo sivyo. Tungetaka kujua kwanza, kama kuhaso umehaso, kazi zako zimeonekana, imekuwaje kwanza kwenye upande wa tunzo? Hujatoka na chochote, labda shida ilikuwepo ni nini kwenye upande wa tunzo hapo? Mimi ukiniuliza hiyo swali ni sawa, uweze ukapata majibu. Labda hiyo swali unaweza ukaenda ukauliza wale waandaaji wa tunzo, tunzo zao zilikuwa zinaelekea kwenye vipengele gani zaidi sana. Unaona, kwa sababu mimi najua mwaka huu nimefanya kazi nyingi sana, na kazi zangu zote ambazo nimezifanya huu mwaka zimefanya vizuri. Lakini nikiangalia back in days hapo tulikuwa tukiishi na wewe kwenye zile stories za kila siku, ukijidai kwamba tunzo mwaka huu unachukua, tunzo mwaka huu unachukua, chuma pale waandike jina langu, au sio? Lakini ilipofika siku ya ugawaji wa tunzo mambo yakawa ndivyo sivyo. Lakini tukiangalia kazi yako Maala ni kazi ambapo imetrendi, tuseme kwamba kama ni kusikika mtaani imesikika, mtandaoni imefanya vizuri, lakini kaja kutokea tu mambo hapa kati, tukaona Kifaru kaondoka na tunzo, almaarufu kama Mama Zuu kaondoka na chuma ile. Tungetaka kujua kwanza, kati ya maana tulivyoona mwaka jana hapa ilikuwa ni Maala pamoja na Jeneza ndo kazi ambazo zilikuwa zinakimbizana. Kwa hiyo ukiangalia kwanza ufuatiliaji wa ile kazi yako ilikuwaje kwanza? Labda kuna mambo ambapo labda pengine hapo yako hapa kati. Mimi kuhusiana na kazi, sidhani kama kazi ambazo nilizifanya huo mwaka ambao tunauacha hapo juzi hapo, kama kuna kazi ambayo inaweza ikaja kulinganishwa na kazi zangu hadi nikose tunzo. Na ndio maana nilikwambia hiyo swali uulizie wale waandaaji wa tunzo zao, kwa sababu mimi utakosa majibu. Mimi mwaka jana nilifanya Maala. Kuna ndugu walifanya movie zao, na sababu ya kutokumalizia movie zao ni kwa sababu ya movie zangu mimi. Nilifanya movie Maala. Kipindi hicho Mama Zuu anafanya Jeneza. Alivyoona Maala namba moja, alikuwa anakaribia kuposti episode ya 4 ya Jeneza. Akaposti, ikabuma. Unaona ilivyo buma, akaishia, najua kama sijakosea aliishia kuna namba 5 Jeneza. Haina mwisho.
Natumaini siku hizi ndo alitangaza eti ataendeleza jeneza mwezi wa kwanza. Sawa, umesikia nimetangaza mahala namba 2 itatoka mwezi wa kwanza. Haiko atafuta vita. Hatajisawa, hatajijua kama ni msanii. Unaona? Kwa hiyo kuna kazi ambazo unaweza kulinganisha na kazi na kuna kazi ambazo huwezi kulinganisha na kazi. Unaanzaje kulinganisha kazi za wanawake na za wanaume? Una maana gani kwanza kulinganisha kazi za wanawake na za wanaume? Haiwezekani. Mwanamke analinganishwa na mwenzake mwanamke. Unaanzaje kulinganisha mimi na mwanamke? Kwa unataka kutuambia kwamba tuseme kwamba kazi zinazofanyika hapa kuna baadhi ambapo labda pengine wanafanya kazi kwa style ya kike tu walinganisha na wanawake? Ndo yani ndo kulinganisha nano na Allah ndo kulinganishana nao wanawake wenzao. Wale ni kulinganishana na wakina Mamelocho, wakina Dogozu. Ndo kulinganishana na wale. Sio unakuja kulinganisha mimi na mwanamke. Lakini nikija kufuatana na kauli yako umesema kwamba umetangaza kutoa tuseme maala na pati tu. Nani Kifaru Mama Zuna yeye katangaza kutoa jeneza namba 2 au sio? Sio namba 2 kuendeleza mabaki au sio? Tungesasa tuje hapo katikati. Wewe umetangaza kutoa maala pati tu. Yeye naye kasema kwamba anaendeleza. Ni kitu gani unakiona hapa kati kwanza? Anatafuta ajione sio msanii. Ajione kwa sio msanii. Maana kuna movie aliposti kipindi kimoja na movie yangu Eshada. Aliposti finale ya La Kufa. Najua ilikuwa La Kufa. Mimi nikaposti movie yangu one day nikapata K3.6. Yeye alipata 300 view 300 kwa siku. Kipindi kile akafunga mtandao. Kabisa. Alipata 300 kwa siku. Kwa hiyo kuna vipengele ambavyo unaweza kulinganisha msanii na kuna vipengele huwezi kulinganisha. Au sio? Lakini tuende kwenye kazi yako ambapo ilifanya vizuri na yenyewe, kazi ambapo ilimshirikisha nguli wa movie hapa kwetu ambapo anafanywa kwa jina kama wa kizazi kipya Jackson, ambapo inaenda kwa jina Ilongwe. Ni kazi ambapo imeanza kwenye episode ya kwanza mpaka episode ya 4. Ni kwa nini kwanza ile season imekuwa ni fupi sana? Ni kwa sababu maandalizi yalikuwa hayakuandaliwa kwa muda sana. Kwa ni kitu ambacho kimeandaliwa kwa muda mfupi tu na tukafanya vile, maana natumaini muda wa wasanii wale ni master. Wale wameanza kazi mbele yetu sisi na wametengeneza njia ambazo tunazipitia sisi. Kwa hiyo kulikuwa ile maandalizi ya haraka akatusababisha sisi tusicheze movie ambayo itaenda mbali. Yani tucheze movie ambayo itakuwa ni fupi tu kwa utiari wa watu. Ile movie tulishuti siku moja tu. Yeah. Kabisa. Ilongwe ilikuwa ni kazi ambapo ilikuwa kama surprise kwa watu kuona kwamba Jackson wa kizazi kipya na Gatuso Anyanga wamefanya kazi moja. Lakini kitu ambacho kimestusha watu kwa sasa hivi ni kuona kazi ambapo imefanyika ni kazi nzuri, imekuwa fupi. Kwa nini msingofanya ile kazi iwe ndefu ili watu waenjoy kuona kazi yako wewe pamoja na Jackson wa kizazi kipya? Ni kwa sababu kwanza kwenye matatizo ya malipo. Matatizo ya malipo. Na ndio maana nilisema ni kitu ambacho kiliandaliwa kwa haraka na kikafanyika kwa haraka. Kabisa. Tutegemee kuona kazi nyingine ya Gatuso Anyanga pamoja na Jackson wa kizazi kipya wakifanya kwa upande mwingine. Ni Mungu tu ndo mpangaji wa kila kitu, maana hapa kazi ni nyingi, tunaweza tukashirikishana pia. Maana tulitoka kufanya hiyo kazi na akanishirikisha kwenye kazi yake, tukaenda tukafanya. Hivyo tayari ni kazi 2 tumeshirikiana. Na kazi 2 huleta 3, 4, 5 na tukawa shirika kwenye movie zetu, tukawa na ushirikiano mkubwa. Sawa, tuende kwenye kazi ambapo ulifunga nayo mwaka, kazi inaenda kwa jina la Sasampa. Ni kazi ambapo kwanza imefanya vizuri nchini YouTube. Lakini kabla ya hiyo kazi kutoka kuna posti ambapo uliposti ukiwa na msanii fulani akiwa na muonekano kwa kama wa Echiba. Ilizua ngumzo mtandaoni, watu walikuwa wakijiuliza kwa nini tuseme kwamba Gatuso Anyanga karudiana. Imekuwaje kwanza wakafanya tena kazi moja Gatuso Anyanga pamoja na Echiba Samaki. Lakini movie ilipokuja kutoka ule mtu alikuja kuonekana kwamba sio Echiba, ni mtu ambapo ana muonekano kama wa Echiba. Ilikuwaje kwanza ukamtengeneza yule jamaa kwa muonekano kama wa Echiba? Ni kwa sababu mimi ni mtengenezaji. Kwa sababu ni mtengenezaji. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba aliyomtengeneza Echiba ni wewe ama vipi? Mimi ndo nilimtengeneza Echiba. Au sio? Kwa hiyo ndo nikamuonyesha uwezo kuwa na uwezo wa kumtengeneza mwingine kama yeye. Au sio? Sasa kwa nini hukutaka kumtengeneza huyu jamaa awe na muonekano mwingine ambapo unaweza kuwa ni muonekano wa tofauti na Echiba, ukaja kumtengeneza akakuja kuwa na muonekano kama wa Echiba? Nilimtengeneza kwa muonekano wa Echiba kwa sababu aone mimi nina uwezo wa kutengeneza mtu kama yeye. Na nimeona kazi ambapo umeifanya Sasampa ni kazi ambapo watu wameappreciate, wamepokea kwa ukubwa zaidi na wanampongeza yule jamaa, wanasema kwamba ana kipaji ambacho labda pengine Echiba aweza kafikia pale alipo. Unajisikiaje kumtengeneza mtu ambapo anakuja kuwa labda pengine anakuja kuonekana kwa kipaji chake ni kizuri kwa upande wa watu? Ya kipaji chake ni kizuri na nimejisikia furaha baada ya kuona kipaji chake ni kizuri. Ile ni kazi ya kwanza ndo anafanya, kwa hiyo ni jambo kwanza la kushukuru Mungu. Kazi yake ya kwanza na kuwa mzoefu vile ni
Yaani kadiri gisi tutazidi kufanya makazi na tumaini atakuwa na mabadiliko na atazidi kukua zaidi, maana mimi nina kazi nyingi ambazo nitazifanya mwaka. Lakini ningetaka uongelee kitu kingine hapa. Umeishi na Echiba kwenye upande wa kufanya kazi kwa pamoja, lakini ilipotokea ule mtikasi kwamba mmeachana, labda pengine mfanye tena kazi kwa pamoja, Echiba kaamua kwenda upande wa pili kwake Mama Zuu. Unaonaje kwamba ameenda kule ili kutafuta bato na wewe ama vipi? Hawezi bato na mimi, hawezi. Echiba hawezi akafanya bato na mimi. Kabisa. Maana kama Echiba alishindwa kujijua kama ni msanii mpaka sasa hivi, maana pala hajijui. Kabisa. Hajijui kama ni msanii pala. Echiba pala hajijui kama ni msanii. Kama alishindwa kujijua kama yeye ni msanii ni kwa sababu yangu mimi. Kwa sababu yako. Kuna namna fulani ambapo unaona kwamba Echiba kutokuwa karibu na wewe, kuna upande mwingine labda Echiba atakuwa down. Tayari ameshakuwa down. Echiba tayari ameshakuwa down, na sababu ya kuwa down kwa Echiba ni kwa sababu alitoka kwangu mimi. Pale ambapo anapaenda pale, njia za pale mimi ndo nilizitengeneza. Kabisa. Unaona? Na zile njia kama alizijua ni kwa sababu yangu. Kwa hiyo mimi nina uwezo wa kusema hiki kitu kitaenda hivi na kitaenda hivyo na kitatokea hivi kitatokea hivyo, ni kweli. Tumeona movie ya kwanza kimeonyesha kwamba Echiba pamoja na Mama Zuu, ni movie ambapo inaenda kwa jina la Binti wa Shule. Echiba ameonekana mule ndani akiwa kama baba yake na Mama Zuu. Kwa gisi ambavyo wanavyoendelea kufanya kazi yake na gisi ambavyo ulivyokuwa ukifanya naye kazi, unaona ikoje hapo? Labda pengine kuna upande kaongezeka, labda tuseme kwamba kipaji kimeongezeka ama vipi, ndio anazidi kwenda down? Mimi sijui maana mimi sio mfuatiliaji sana wa kazi zake tena. Tuseme kwamba wasanii labda pengine kuachana na hizi vurugu ama kutokuelewana, waga mfuatiliani. Tuseme kwamba msanii katoa movie, unataka labda angalie ni kipi msanii kafanya mwenzangu. Mimi nafuatilia movie za Mama Zuu. Unafuatilia sana. Sijui nitamfuatilia Echiba kwa account gani? Yeye anaga account. Lakini tukiangalia hata movie ya Mama Zuu Binti wa Shule ni movie ambapo imefanya vizuri sana. Imefanya vizuri, watu wamepokea kwa ukubwa. Na Mama Zuu tukiangalia kwa sasa hivi anazidi kutangaza kwamba kuna kazi ambapo inakuja ambapo sio ya hapa kwetu. Kwa tutegemea na wewe labda pengine kwa gisi ambavyo Burundi kazi zetu hazingekuwa na ukubwa wote. Lakini kwa sababu zinaanza enda nje, basi hivyo ni jambo la kushukuru Mungu, na maana ambacho tunakifanya ni kikubwa. Yaani ningetaka basi neno moja kwa Baraza la Sanaa kwa hapa kwetu, kitu gani ambacho wangekifanya kwa kwenu nyinyi ambapo mshazoeleka kwenye tasnia hapa kwetu, ama na kwa wale machipukizi wanaochipukia kwenye tasnia? Wafanye kile chochote ambacho watajisikia kufanya. Lakini wakumbuke kuwa kadri gisi siku zinavyozidi kuja, kunazidi kutoka wengine kama sisi. Kwa hiyo wasiwachoke wale ambao wanakuja. Wasiwekee mawazo kwetu tu. Tutambue kwamba kuna wengine ambao wanakuja ambao wanahitajika kusapotiwa na kuwajaza kwenye vipengele vingine ambavyo wanatakiwa kuvijaza. Ila licha ya yote kuna picha ambazo zinakuonyesha sana huko pamoja na naye Oprah. Kitu ambacho kinakuwa watu wanakuwa kijiuliza maswali mengi, kwa uko naye kimapenzi ama tu tuseme kwamba tu ni ile tu kwa mnafanya kazi pamoja tu ndio mnakuwa mko vile? Tunafanya kazi pamoja, kwa hiyo ule ni msanii wangu mimi. Msanii wako si? Kwa hiyo wale mazoea yale ndo imejikuta tunazoeana vile. Mnazoeana vile. Lakini kuna kitu watu wanasemaga kwamba mazoea hujenga nini? Hayajengi chochote mazoea. Hayajengi chochote. Lakini zile picha zinazidi yani zinawapa watu maswali. Kuna ile baba ngwengwe, mama ngwengwe. Inakuaje hapo? Ni kwa sasa ni watu ambao tunapenda burudani, kwa hiyo tunajikuta tunatengeneza kila kitu kwa jamii ili iwe burudani. Nikimwangalia Oprah ni mtu ambapo alikuwa ni video vixen, lakini mtu wa kwanza kumvuta kwenye tasnia ya movie alikuwepo ni Gatuso Anyanga, na ni mtu ambapo anafanya vizuri sana. Hongera kwanza kwa kitu ambacho ulikifanya. Asante. Kwa unahisi kwamba kwa gisa alivyokuwa akifanya kazi ya video vixen na huku kwenye movie wapi ambapo yupo vizuri sana? Natumaini kote alikuwa vizuri. Lakini naona huku ambako tumemleta ndo anafanya vizuri zaidi sana kuzidi kule kwenye video vixen. Kwa unataka kusema kwamba video vixen au kufanya kazi ya movie au kazi ya movie ndio inampa jina mtaani? Kazi ya movie alifanya tu kwa muda mfupi hapa na ameshaanza onekana, anaitwa Mama Ngwengwe. Lakini video vixen aliufanya muda pasipo na kuonekana. Unajua video vixen unaanza kufanya kazi na watu ambao wameshajulikana. Kabisa. Unaona, kwa hiyo ni vigumu sana wewe video vixen kujulikana kipindi uko unafanya muziki na nyago. Muziki wa nyago unaonekana kwenye muziki wa nyago. Sisi tunaangaliaga ni nyago. Hatuangaliagi ma video vixen au madansa. Nyago tu. Ningetaka kujua kitu kingine kutokana kwako Gatuso Anyanga. Awaga unajifeel vipi kuona kwamba umemtengeneza msanii lakini mwisho siku unakuja kuona kuna mambo yanakuja kuingiana katikati, anataka tena kuja labda tuseme kupiga vita wewe ambapo ulimtengeneza ama ulimtoa chini kuja juu?
Mimi sidhani kama kuna mtoto ambaye anaweza akapigana na mzazi wake. Licha ya kwamba tuvute bangi na zitupitishe tu mipaka. Sidhani kama kuna mtoto ambaye anaweza akapigana na babake. Ni kitu ambacho kinaumizaga bro, utengeneze mtu haujamonyesha njia za kazi vizuri, aje akugeuke. Kwa sababu ya kitu kidogo tu anakuja kugeuka na kutengeneza visa ambavyo ni vya uongo. Unaona? Vile ni vitu ambavyo vinaumaga sana. Tumeni hapo nyuma mlioni interview nyingi za Chibaki nitengenezea kiki eti sijui mimi nitapeli. Mimi nakuaga na dhuluma watu wengi Ulaya. Alivyolizwaga nishaga dhuluma watu wangapi? Nishaga kutapeli nini? Na familia akusemaga kitu hata kimoja. Au kuoneshaga mtu ambaye nishaga mtapeli. Kwa hiyo vile vitu viliumizaga sana na vitu ambavyo vinaweza vikaumiza. Kwa mtu ambaye uko karibu naye aje kusemea vitu kama hivyo. Jamii itasema ni ukweli kwa sababu huyu mtu tuko naye na ukaribu sana. Sawa, tungetaka kujua kati ya mtikasi ambapo watu wanazidi kuona ama tunauona, ambapo upo kati yako wewe Gatuso Wanyanga na Mama Zuu. Unaweza kuwa ni mtikasi ambapo upo kimtandaoni tu ila mtaani mpo vizuri? Mimi mtandaoni vipi? Mimi sifuatiliagi maisha ya mtu. Mtu akiishi vile gisa anavyotaka kuishi na mimi na ndio gisi na mimi nitaishi naye. Kwa tuseme kwamba licha ya kuwa na mtikasi huko mtandaoni, hata mtaani ni vurugu. Mimi sikwagi mzoefu wa kufika kwa mtu ambaye najua sipo naye vizuri. Kwa mtu ambaye amejiona anaweza akashindana na mimi naanzaje kufika kwake. Labda pengine ningetaka neno moja kwa mafanzi wetu hapa na mafanzi wa Gatuso Wanyanga. Naleta movie tu. Unaleta movie au sio? Kali tena. Ndio. Tumekuzoea wewe ni mtu ambapo unakuja na chupa. Naleta zinakuwa ni kali sana. Nawaambia tu kwa kifupi naleta movie. Bana, zidi kuishi na sisi GPS TV kwa kuwa unapata zile breaking news za hapa kwetu Checheni. Ulikuwa nami mwanzo mwisho Kudra. Behind kamera kiwepo Mtumbadi, Bowazi, bila kusahau pacha wake Kevin ukimuita Soweto. Hujakosea. Leo tumefunga kipindi chetu kama na hivi chao. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.